unastahili Baba wa rehema kushukuriwa. Tumeambiwa tukushukuru kwa kila jambo Bwana. Ninaomba kwanza Baba ututakaze Baba. Katika uwepo wako tuliyeiona Baba wa rehema ikiwa imeshuka Baba katika ile hema ya makutano na maskani Baba wa rehema. Takaza nafsi, roho na mwili. Takaza kila moja aliyopo hapa na wote wanayetufuatilia Bwana. Baba, jana ulipitisha hukumu. Na Baba tunajua kabisa kuwa baada ya hukumu mahakamani utekelezaji wa adhabu kufuata moja kwa moja. Tunajua ya kuwa Bwana, wabaya wetu wote neno lako limesha watawala Bwana. Unajua wale wa kuinuliwa Baba na kuokoka. Unajua wale Baba wa rehema wa kuwapeleka kila sehemu. Kazi hiyo ni ya kwako, maana watu hao ni wa kwako, uliwafanya kwa mfano wako. Na Baba tunashukuru, maana hata leo Baba tunajua ya kuwa tuko tayari Baba kupokea neema yako Baba wa rehema. Neema yako ni hitaji la watu wako, ni uponyaji, ni faraja, ni uumbaji. Na Baba ni kila kitu katika maisha yetu. Asante Mungu, maana Mungu wewe ni Yehova. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Jana tumefanikiwa kufikia sura ya 40 kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka, kama nilipoanza kwa kusema, nilipokuwa naweka msingi wake ya kuwa kitabu cha Kutoka ni kitabu cha pili kwenye Biblia. Biblia yenye vitabu 66 ama Biblia ya wa Protestant. Kuna Biblia ambayo ina vitabu zaidi ya 66 kama ya Waroma. Kuna Biblia ya madhehebu tofauti tofauti. Lakini katika Biblia hii takatifu tunayotumia, kitabu cha kwanza ni Mwanzo na kitabu cha pili ni Kutoka. Na kitabu cha Kutoka ni moja kati ya vitabu vitano alivyoviandika Musa. Na vitabu hivyo vinaitwa vitabu vya sheria ama vitabu vya Tora. Na kitabu hicho cha Kutoka kimeandikwa katika mlima Sinai, wana wa Israeli wakiwepo pale mlima Sinai, na mwandishi wake akiwa ni Musa. Musa alikuwa ni mtu aliyekuwa na ukaribu sana na Mungu. Na watu wanayekuwa na ukaribu na Mungu ni watu ambao wanapata mafunuo ama kiroho na ama kimwili. Musa alikuwa ni mtu ambaye mara nyingi tunaona Mungu akimwambia uandike haya. Kama kwenye sura 17 kitabu cha Kutoka tunaona Mungu anamwambia kwa uandike haya. Baada ya vile vita kati ya wana wa Israeli na Amaleki, Mungu anamwambia kwa haya uandike na uje umsomee Yoshua mwana wa Nuni. Andika ya kuwa Bwana anasema ya kuwa atakuwa na kisasi na Amaleki na atawafuta juu ya uso wa dunia. Umeona Musa, Mungu anamwambia andika, andika, anaandika. Musa akuandika maneno yake. Pamoja na kitabu cha Kutoka, watu wengine wanaiona kama ni kitabu cha sheria. Sheria ama amri imekuwepo kuanzia katika sura ya ile 20 mpaka sura ya 23. Lakini kumbuka, mimi naita kitabu kile na kiita kitabu cha ufunuo wa Agano la Kale. Maana kitabu cha ufunuo wa Agano Jipya ukikisoma unaona Yohana katika maono yake ya kwanza ambayo inaanzia sura ya kwanza Ufunuo mstari wa 9 kuendelea mpaka sura ya 3
na mstari wa 22, Yohana anamuona Yesu, lakini anamuona katika umbo la tofauti na jinsi alivyokuwa anamjua, maana alikaa na Yesu na aliegemea hata katika kifua cha Yesu. Lakini alipomuona Yesu pale katika kisima cha Patmo, alimuona kwa sura ya tofauti. Akamuona macho kama miali ya moto, akamuona nywele zake kama sufu, akaona miguu yake kama imesuguliwa kama shaba, akamuona amebeba na vinara vya taya, na sauti yake akasikia ni kama baragumu. So akamuona tofauti. Lakini ukienda katika maono yake ya pili ambayo inaanza kwenye sura ya 4 mstari wa 2 kitabu cha Ufunuo, tayari Yohana anaona na aitwa ya kuwa njoo huku juu, mlango unafunguka. Anapoingia anaona tayari amefika mbinguni. Lakini yale ambayo Yohana anaelezea kwenye Ufunuo, kwenye maono yake ya pili ambayo inaanza Ufunuo sura ya 4 mstari wa 2 mpaka Ufunuo sura ya 16 na mstari wa 22, yanatupa picha ya yale ambayo Mungu alimwagiza Musa kule jangwani wakiwa wakitoka Misri wakienda Kanani, na akayatengeneza. Ni mambo ambayo yapo, maana tukaona madhabahu ya uvumba ile sura ya 8 katika hiyo maono ya pili ya Yohana. Lakini tukaona madhabahu ya uvumba katika nini? Katika maono ya Musa. Lakini agano la kale ilikuwa ni agano la kimwili, udhihirisho wa ulimwengu wa kawaida. So katika maono ya agano la kale ambayo ilikuwa ni udhihirisho wa ulimwengu wa kawaida, Musa anaona kwa macho yake kabisa hivi, tengeneza hivi, tengeneza hivi, tengeneza hivi, hatimaye anakwenda anatoa maagizo, yanatengenezwa, yanakuwa vile. Sasa umeona kabisa kwenye kitabu kile Mungu alipokuwa anashuka kuongea na Musa, mlima ulikuwa unatikisika, umeme, radi. Umeona sasa? Lakini hayo je, hatukuyaona katika kitabu cha Ufunuo? Tuliyaona kabisa katika baragumu ya 7. Tukaona katika nini? Katika ile kitasa cha ngapi? Katika kitasa cha 7 tukaona radi, ngurumo, tetemeko. So watu wa Mungu, kitabu cha Kutoka ni kitabu ambacho kitaka kuelewa, unatakiwa uwe na mtazamo wa kiufunuo ili upate kufanya nini? Kuielewa. Lakini pata picha kwa mengine ambayo Musa anaandika. Kumbuka anaandika mambo anayeona. Kitabu cha Kutoka aliandika mambo anayeona. Kitabu cha Mwanzo aliandika mambo yaliyotokea miaka mingi kabla yeye kuwepo. Ni sawa sana kitabu cha Ufunuo ambayo Yohana akaandika mambo yatakayotokea miaka mingi baada yeye kuwepo. So miaka mingi kabla yeye kuwepo, miaka mingi baada yeye kuwepo. Lakini kumbuka, Yohana anaona katika maono, Musa anaona katika macho. Yohana anaona kwenye ulimwengu wa kiroho, Musa anaona kwenye ulimwengu wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Tulianza kwenye sura ya 1 kitabu cha Kutoka. Hebu tusome kitabu cha Kutoka sura ya 1, alafu tusome sura ya 20. Bila shaka sura ya 20 ni sura ya katikati, si ndio? Lakini kwanza tusome sura ya 1, alafu tusome sura ya mwisho, alafu tuione kwa jumla kitabu cha Kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tuone mambo muhimu, alafu tuone kwa je, ulitokaje katika utumwa wako. Tuone umejifunza nini. Tuone nini cha kufanya kutumia kitabu cha Kutoka. Maana tuliona mara nyingi katika huduma ya Yesu, katika mambo ya kushindwa, Yesu alitumia sana vitabu vya agano la kale, maandiko kwenye agano la kale. Katika mambo ya kushinda tutaona mambo ambayo, maeneo ambayo Yesu alishinda. Tunaona kuwa niende moja kwa moja. Tunaona kwa Yesu alikutana na wanadamu ambao walimpinga. Alikutana na shetani aliyempinga. Alikutana na tawala zilizompinga.
Sasa Yesu alitumia nini? Yesu alitumia maandiko kwenye Agano la Kale. Ina maana kwenye kushinda na kwenye maombi, Agano la Kale ina nguvu sana kwenye maombi. Lakini sasa kumbuka, kuishi tunahitaji tuishi Agano Jipya. Yesu alipo mara ya kwanza Yesu anaanza huduma, changamoto ya kwanza ilikuwa nini? Changamoto ya kwanza ilikuwa ni Yesu baada ya kubatizwa kwenye mto Yordani, alibatizwa na Yohana Mbatizaji, ama Yohana mwana wa Zakaria na mwana wa Elizabeti. Baada ya kubatizwa Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu, Yesu akapanda akitoka kule mto Yordani. Lakini cha ajabu ya kuwa amejaa Roho Mtakatifu, lakini anachukuliwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Mathayo sura ya 4 na Luka sura ya 4, anachukuliwa na Roho Mtakatifu hadi nyikani ili ajaribiwe na shetani. Mara nyingi anayekupeleka ujaribiwe yawezekana ni yule mshirika ambayo mnasali naye, yawezekana yule mchungaji anayekusalisha, yawezekana yule mzee wa kanisa anayekuongoza. Roho Mtakatifu anambeba Yesu mpaka nyikani, kisha anajaribiwa na mjaribu. Sio Roho Mtakatifu alimjaribu, sio Mungu anayekujaribu, bali shetani ndiye anayekujaribu. Lakini kumbuka ya kuwa nani anayekupeleka kwenye kujaribiwa? Ni Mungu na ufalme wake. Ndio maana aliyempeleka Ayubu kwenye kujaribiwa alikuwa ni Mungu. Maana Mungu, siku moja wana wa Mungu wakaenda kujihudhurisha mbele za Bwana, na shetani naye kama mmoja kati ya wana aliyekuwa wana wa Mungu, na yeye akajihudhurisha. Ndio maana Mungu hakumfukuza. Mungu akamuuliza tu ya kuwa kama mtu anayeongea na mmoja aliyekuwa wanaye, maana kama unavyojua ya kuwa malaika ni wana wa Mungu. Akaulizwa ya kuwa umetoka wapi? Akasema nimetoka huku na huku Bwana, huko duniani, kizunguka huku na huku. Akamwambia lakini umenionea huyo mtumishi wangu, mtu mwenye haki Ayubu? Akasema nimemuona, lakini haya yote atakosaje kuwa mwenye haki? Maana wewe umemzingira kila pande, umembariki. Bila shaka kubariki kwake ndiyo inamfanya awe mwenye haki na akutumainie wewe. Shetani anasema kuwa ukiondoa hayo yote Ayubu atakufuru. Nani aliyesema kuwa yuko mkononi mwako? Lakini nenda, lakini usiguse roho yake. Aliyetoa idhini na aliyempeleka Ayubu kwenye kujaribiwa ni Mungu. Aliyempeleka Yesu kwenye kujaribiwa ni Roho Mtakatifu. Lakini aliyemjaribu Ayubu ni shetani. Maana shetani ndiyo aliyepiga nini? Ndiyo aliyepiga uzao wa Ayubu, ndiyo aliyepiga mali za Ayubu. Aliyemjaribu Yesu kule nyikani alikuwa ni shetani. Roho Mtakatifu alipomfikisha pale, Roho Mtakatifu akaondoka akakaa pembeni. Alafu mjaribu naye kwa ujanja wake, haji wakati huo bado una nguvu, mjaribu akamwacha akafunga siku 40. Wakati amechoka hata kutembea, anataka kushindwa kutembea, ndipo mjaribu anakuja na mwambia umechoka. Lakini kumbuka Yesu alivyoshika jiwe kwenye mkono wake, wazo iliyemkujia ilikuwa ni nini? Ya kuwa ingekuwa ni nini? Mkate ni ile, maana nasikia njaa. Alipomaliza akasikia njaa. Kwenye mkono wake wazo linakuja, mtu jaribiwa kwa tamaa zake. So alipowaza tayari, mjaribu anamwambia kama kweli mwana Mungu, basi igeuze iwe nini? Mkate ule. Je, ilikuwa shida gani Yesu kugeuza mawe kuwa mkate? Lakini angefanya jambo jema kwa wakati unayefaa, lakini kwa maagizo yasiyofaa. Maana kumbuka ya kuwa yawezekana wewe ukamwadhibu mtu, lakini sio kwa wakati wa
adhabu. Ndio maana unaona yawezekana mtu amekukosea, lakini ukimchukulia sheria mkononi unafungwa. Amekuibia, ameua mtoto wako, lakini ukimuua, kumbuka ya kuwa unastakiwa, maana huna mamlaka ya kuchukua hatua mkononi, yani kuchukua sheria mkononi. Unahitaji kumshika na kumfikisha kwenye sheria ama vyombo vya usalama, kisha sheria inachukua hatua zake na kwa wakati wake na muda unayestahili. Tayari sheria sasa inaweza kumhukumu kifo. Lakini wewe, kwa nini mjamii nimerahisishia kazi, nimemuua maana aliua, na naye unatakiwa kuua? Umeua kwa idhini ya nani? Kwa mamlaka ya nani? So watu wa Mungu, nasema hivi, Yesu akatumia andiko kwenye Agano la Kale. Mwanadamu aishi kwa mkate, bali kwa kila neno litokao kwenye kinywa cha Bwana. Hiyo ni moja kati ya vitabu vya Torati, vitabu vile vitano. Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 3. So mara nyingi Yesu akikabiliana na shetani akatumia nini? Yesu alitumia kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kwa sababu gani Yesu alitumia? Kumbuka ya kwa watu wa Mungu, nataka nikupe siri moja kubwa. Kumbuka ya kuwa nyikani ilikuwa inawakilisha jangwani. Wana wa Israeli walijaribiwa wapi? So Yesu akachukua andiko ambayo inaendana na mahali alipokuwepo, naye alikuwa katika jangwa lake la kijaribiwa. Ikabidi aangalie maandiko yanayoendana na kujaribiwa kwa nani? Kujaribiwa kwa mbegu ya kweli ambayo ilikuwa ni Israeli. Yeye katika Agano Jipya anawakilisha Israeli ya kweli. Sasa ikabidi sasa hatumie neno ile, lakini kushinda ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana kumbuka maneno yale yaliyotumika kule yaliwakilisha roho. Musa akawaambia hivi, akakuacha uone njaa. Akafanya nini? Soma basi, kama umesahau soma. Kama umesahau soma Kumbukumbu 8:3. Soma haraka ili uone ya kuwa kumbe tunahitaji kujua. Kuna kila sababu ya kujua Biblia, maana Yesu asingejua andiko hilo ingekuwa vipi? Akakutweza, akakuacha uone njaa. Akakulisha kwa maana usijua wewe wala baba zako hawakujua, apate kukujulisha kuwa mwanadamu aishi kwa mkate tu, bali uishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Je, Musa alikuwa anaongelea mambo gani? Mambo ya rohoni ambayo inatoa maelekezo kwa mambo ya mwilini yanayotoa maelekezo kwa mambo ya rohoni. Kwa sababu kumbuka ya kuwa maana pamoja na ilikuwa inaonekana ilikuwa imetoka kwa Bwana, lakini kumbuka Musa anaambia kuwa maana mwanadamu aishi kwa mkate bali kwa kila neno. Lakini wakati wa neno ilitakiwa ije itumike wapi? Kwenye Agano Jipya. So Yesu kama mjumbe wa Agano Jipya, kama muunganishi wa Agano la Kale na Agano Jipya, tayari Yesu anachukua maandiko ambayo yanaendana na wakati huo. Kumbuka yale alikuwa ni unabii inayosema kuwa itakuwepo wakati watu wataishi kwa neno la Mungu. Na wakati huo ni wakati gani? Ilikuwa ni wakati wa Yesu, maana kumbuka ya kuwa Yesu ndiye aliyekuwa neno la Mungu na Yesu alikuwa ni mkate wa uzima. So anamwambia shetani ya kuwa mwanadamu aishi kwa chakula tu ama mkate tu, lakini anaishi kwa kunila mimi, kwa kumla nini? Neno la Mungu, ambao neno la Mungu ni mkate wa kiroho. Neno la Mungu ni chakula cha kiroho. So anamwambia kuwa kwa wakati huu sio kama wakati wa kuishi katika mkate wa kimwili kama agano lile, lakini ni saa ya kuishi katika mkate wa kiroho ambao ni neno la Mungu. Lakini Musa alisema hayo, shetani anamchukua. Unapokuwa kwenye jaribu, shetani ana mamlaka ya kukuweka kwenye kapu lake la unga, alafu akasema tusicheze, twende. Ana uwezo wa kukuweka kwenye nini? Kwenye waleti, akafungua waleti akakuweka, akasema tweze tu. Unapokuwa katika majaribu unakuwa chini ya utawala wa shetani. Ayubu
alipopewa ruhusa shetani kwenda kumjaribu, Mungu aliondoa kibali chake na ulinzi wake. Kuna wakati Mungu anaondoa kibali chake na ulinzi wake, akisema kwa mwanangu, nataka nione kama kweli unanipenda na utanitetea hata mambo yakiwa mabaya. Ndio maana Ayubu akabaki peke yake, akajikuna mpaka na jiwe. Lakini kumbuka ya kuwa shetani aliruhusiwa kwa wakati huo kumpepeta kama ngano. Pata picha kuwa shetani anamchukua Yesu hadi juu ya mnara. Anamwambia kuwa kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, basi jitupe chini. Hebu nikuulize, kujitupa chini ilikuwa ni picha nini? Ilikuwa ni picha ya Yesu kuja juu ya mawingu wakati Yesu atakuwa analeta utawala. Lakini shetani anamwambia jitupe chini. Ina maana shetani anataka uwe na mali kabla. Anataka Yesu afanye jambo hilo kabla, sio kwa agizo la Mungu bali kwa agizo lake sasa. Lakini Yesu akasema ya kuwa mtamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu. Lakini shetani anataka Yesu aje juu ya mawingu mapema kabla ya muda. Jinsi alivyomtaka Yesu ya kuwa fanye nini? Atengeneze mkate ale kwa agizo lake. Anataka Yesu sasa, maana ni mwana wa Mungu, ujitupe chini, maana atatuma malaika zake, mikononi mwao atakuchukua, wala utakuwa mguu katika jiwe. Lakini kumbuka, ile ilikuwa ni shetani anamtesti Yesu, maana alijua kuwa ipo kipindi Yesu atakuja juu ya mawingu, atapaa juu ya mawingu, akishuka akileta utawala wake hapa duniani. Lakini kwa nini Yesu apae juu wakati muda bado? Na kwa nini atoke tu juu ya kinara cha hekalu? Kwa nini asisubiri aje atoke juu mbinguni, aje juu ya mawingu? Hivyo ndivyo shetani ni baba wa uongo. Hata wewe anajaribu kufanya njama zake uone kama Mungu wako hawezi. Lakini pata picha kuwa aliyepo ndani yako ni mkuu kuliko aliyepo duniani. Aliyepo ndani yako ndiye aliyemfanya mpaka na huyo shetani. Shetani alikuwa ni malaika wa ngazi ya kerubi. Na nasema hivyo watu wa Mungu, kama shetani aliumbwa na Mungu, Lucifer aliumbwa na Mungu. So huwezi kulinganisha kiumbe na muumba. Ndio maana mimi nasema hivi, watu wa Mungu, shetani hana lolote. Kama kuna mtu wa kumdhibiti shetani ni wewe. Mungu amekupa mamlaka hiyo. Nasema hivi watu wa Mungu, kitabu cha Kutoka ina mambo mazito sana ambayo usipoenda kiroho zaidi uwezi kuyajua. Kama kuna sehemu ambayo Yesu anaonekana ni kwenye kitabu cha Kutoka. Anaonekana katika picha. Unapoongelea kuhusu rangi hizo, ni picha ya Kristo. Unapoongelea kuhusu hema ya makutano na maskani ya Bwana, unaongelea picha ambayo ni ya wokovu na ukombozi ambayo ni Kristo. Sasa nasema hivyo watu wa Mungu, hebu tuone kitabu cha Kutoka. Kule nilikuwa nakupa tu maelekezo, lakini uwe na amani huko nitafika. Nitakapofika katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nitakuunganisha na huko katika kujaribiwa kwa Yesu. Lakini hebu tuone ya kuwa kitabu cha Kutoka inaanzaje, lakini kitabu cha Kutoka inaishaje, alafu tuunganishe mambo haya, alafu mambo madogo nione Mungu anataka kufikisha wapi. Hebu soma, uwe makini anaposoma, usikilize kitabu cha Kutoka inaanzaje, alafu kitabu cha Kutoka inaishaje. Basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya. Kila mtu pamoja na jamaa zake walikuja pamoja na Yakobo, Ruben, Simeon na Lawi na Yuda na Isakari na Zabuloni na Benjamin na Dani na Naftali na Gadi na Asheri. Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa nafsi 70. Na huyo Yusufu alikuwako huko ndani ya Misri tangu hapo. Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu.
Akaambia watu wake, angalieni watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya na tuwatendee kwa akili, wasio kaongezeka tena ikatokea vita, wao nao wasio kashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka usimamizi juu yao watese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pifom na Ramesesi. Lakini kwa kadi ya walivyotesa ndivyo walivyotesa. Umeona kitabu kinaanzaje? Kitabu cha Kutoka kinaanza kwa kutajwa kwa wale wana wa Yakobo walioteremka Misri na Yakobo. Tayari hapo imeshapita miaka zaidi ya 200. Na kumbuka hata wale wakina Yusufu tayari walishakufa, na hata Farao aliyekuwa anamjua Yusufu anakuwa tayari alishakufa. Na kumbuka ya kuwa tayari watu hao walikwenda pale watu 70, lakini sasa watu 70 wameshakuwa watu zaidi ya milioni 3. Tayari wameshakuwa ni taifa. Na Mungu sasa anaamua sasa aanze sasa kukumbuka ile ahadi yake ama agano lake la watu hao kukaa kule miaka 400, kisha kuwatoa na kuwarudisha wapi? Kule walikotoka. Yawezekana mahali unapokaa sasa hivi, yawezekana ni sehemu ambayo unatakiwa uje ukae miaka mingi ijayo. Lakini kumbuka, wale watu wangekaa kule Kanani, bila shaka wangemezwa na tayari wangeungana na miungu ya Kanani. Lakini kumbuka, ilimbidi Mungu awatoe kule Kanani, awapeleke kwenye nchi ya Misri. Lengo ilikuwa ni nini? Wa Misri walikuwa ni watu ambao ni wabinafsi sana, ambao hawakuwaheshimu hata kidogo watu ambao walikuwa ni wafugaji. Wao mifugo kwao ilikuwa ni miungu. So kumbuka, walipopelekwa Misri, jambo la kwanza wakatengwa, wakawekwa sehemu yao, alafu Mungu akawapa kibali, wakawekwa sehemu yenye rutuba. Kumbuka ya kuwa watu hao walikuwa wahangaikaji, wanakwenda kulia na kushoto wakitafuta malisho ya mifugo yao. Lakini kumbuka, walipofika Misri, hakuna sehemu imeandikwa kuwa waliwahi kutoka Goshen wakaenda kwenye mji mwingine labda Alexandria. Hapana, walibaki pale Goshen miaka yote 400, kwa sababu walikuwa katika bonde gani? Walikuwa katika ile bonde iliyokuwa ya Nile. Ina maana mvua hazinyeshi, maji yanapatikana. Lakini pia mvua inaponyesha na bonde la Nile inapofurika na maji yakatoka nje, tayari bonde ile lilikuwa na udongo wenye rutuba. Maana kumbuka, maji yalikuwa yanatoa udongo wenye rutuba katika nchi za juu kama nchi za Sudani na kuzipeleka kule. Pata picha kuwa watu hawa sasa wakawa, Mungu akafanya watengwe peke yao, wanaoana wenyewe, wanaabudu Mungu wao wenyewe, hawachangamani na wale. Na tayari watu hawa, kwa mazuri yaliyokuwepo katika nchi ya Misri, ambayo kwa wakati huo Misri ilikuwa, tuweze ndio kusema ya kuwa nchi iliyokuwa inatoa asali na maziwa, maana kama ni chakula ilikuwa inapatikana Misri. Watu hawa wakaongezeka kwa mifugo na kwa wao wenyewe. Na sasa kinachofuata ni nini? Tayari Kutoka inaanza kwa kutambulishwa wale waliyekwenda, lakini pia inatambulisha taifa changa ambayo tayari imetengenezwa. Maana kumbuka, tayari hapo wameshakuwa taifa, lakini taifa ndio Mungu akamwahidi Ibrahim kwenye ile Mwanzo 12 katika kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 4, ya kuwa nami nitakufanya nini? Nitakufanya kuwa taifa kubwa. Lakini kumbuka ya kuwa tayari wameshakuwa taifa kubwa. Maana watu wa Mungu, unapoongelea watu zaidi ya milioni 3, kumbuka ni miaka karibu zaidi ya 3,000 iliyopita. Watu milioni 3 kwa kipindi hicho ilikuwa walienda